sasa hajaonekana kiongozi makini kutoka kwenye chama kingine, na huo ndio ukweli, na ni lazima tuuseme ukweli mchana kweupe, na tunaonana macho kwa macho kabla hatujaanza kutumia mwanga wa taa za umeme zilizoletwa na Chama cha Mapinduzi. Mpaka sasa Chama cha Mapinduzi kimevunja rekodi ya kuwa chama kikongwe katika maeneo mbalimbali duniani, ikiwa ni pamoja na bara la Afrika, lakini hata kwenye bara la Ulaya na mabara mengine huko duniani. Kimeendelea kuvunja rekodi na historia ya kuweka viongozi bora na sio bora viongozi. Unaweza kuwa na kiongozi akawa tu bora kiongozi, na bora kiongozi utamtambua tu kwa staili yake ya maisha na mambo yake. Lakini kiongozi bora anazo sifa, na sifa hizo zinajengwa kwenye misingi imara. Na ukitaka kuona misingi imara inayotoa kiongozi imara na kiongozi bora, ni ile ambayo imejijenga kwenye sera, katiba inayojitambua, ilani na mwelekeo. Unaona kabisa chama hiki pamoja na kwamba ni kikongwe, lakini mwelekeo wake ni kuleta maslahi makubwa na mapana kwa wananchi. Ukiangalia ilani yake ya uchaguzi, ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi inazungumzia ustawi wa watu, pamoja na kwamba inazungumzia ustawi wa vitu, lakini inazungumzia ustawi wa watu. Na ndiyo maana kiongozi atakayetokana na chama hicho kilichojiwekea misingi, kimejenga itikadi zake zinazotambua utu wa watu, ni lazima kiongozi atakayetokana na chama hicho atakuwa ni kiongozi bora na sio bora kiongozi. Na nimesema kiongozi bora anayetokana na misingi hiyo anajidhihirisha kwa matendo yake, na anakuwa na sifa maalum zinazompambanua katikati ya jamii kwamba yeye ni wa namna hiyo, anayefanana na chama chake, anayefanana na ilani yake, anayefanana na mwelekeo wa sera za chama chake. Anapenda watu, narudia kusema anajali utu, narudia kusema yuko katika kutafuta maslahi mapana ya nchi yake na watu wake. Na ukitizama katika uchaguzi huu wa mwaka 2025, ukipembua kama ni mwelekeo wa sera za kichama, ni mwelekeo wa ilani inayokwenda kugusa utu wa wananchi, ni hii ilani ya Chama cha Mapinduzi. Na ndio maana tuko hapa leo. Tunajua mpaka kufika hatua hii Watanzania wengi wameelewa hii yote ya kisera ni muhimu. Tarehe 29 twende tukapeleke kura zetu kwa mgombea urais Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, atakaye kwenda kubeba ilani hii inayoakisi mahitaji ya wananchi wa Tanzania. Lengo letu Kituro, baada ya miaka 5 tuyapime haya na tujitathmini mahali tutakapokuwa tumefika, na nina uhakika tutakuwa tumefika mbali.
mbali. Tulishajipambanua. Mgombea urais huyu alishajipambanua, ndugu zangu wana Kituro. Yako mambo aliyoyafanya kwenye taifa hili yanadhihirisha ubora wake, na tunapokwenda tarehe 29, kwa sababu mgombea urais wetu alishajipambanua kwa ubora wake, kazi yetu sisi itakuwa ni ndogo, kwenda kumwaminisha zaidi kwa kura nyingi, ili sasa atulie vizuri zaidi na atuvushe zaidi. Wana Kituro, mnafahamu, deni tukamrudishe jemedali huyu wa mageuzi ya haraka ya maendeleo, kiongozi aliyebobea ambaye anaweza kufananishwa na vyuma vinavyosaidia kufanya gari lisiyumbe yumbe. Tumevuka salama kipindi kigumu, ametufikisha salama leo. Tuna kila sababu ya kumwamini, tuna uhakika atatupeleka salama zaidi huko mbele tunapokwenda. Tupige makofi mengi kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Kituro oye! Mengi mmeyashuhudia, mimi labda niseme machache na viongozi wameshasema hapa. Ameingia hiyo 2021 kwa sababu ya tatizo la dunia la ugonjwa wa corona. Kipindi hicho Daktari Samia Suluhu Hassan ameingia kwenye serikali, ndipo ruzuku ya mbolea iliporudishwa tena. Uongo kweli? Kweli. Piga makofi mengi kwanza. Na ni hapo kwa utu huo wa kurudisha ruzuku ya mbolea, na tulitoka kwenye matumizi ya mbolea tani 33,000, leo tunaongelea tani 120,000, na tunataka tufike tani 150,000. Leo hii Kituro, wala sio siri, mbolea imejenga utu, imejenga uchumi kwenye nyumba zenu, na ndio maana sasa hivi mabati, nyumba zenye mabati zimeongezeka. Leo hii utakutana na vijana hapa Kituro wamenunua pikipiki zao, bodaboda zao. Wao nafikiri fedha hiyo wameiba? Wameitoa shambani. Na kwenye mashamba yetu, kama sio ruzuku ya mbolea, fedha hiyo shambani haitoki. Inatokaje fedha hiyo shambani kwa mfuko mmoja wa mbolea 160,000? Haiwezekani. Lakini wamekuwa na uwezo wa kujiletea maendeleo kwa sababu chakula kinatosheleza familia zetu. Watu wamekuwa na uwezo wa kuweza kupika vyungu 3 kwa siku. Ndio. Chali kucha asubuhi, chali kucha mchana, chali kucha jioni.